zilizobeba hatima. Nifungulie Mwanzo 37 mstari wa 3 mpaka wa 11. Ama mnaopenda Kisambaa andika Destiny Defining Dreams. Destiny Defining Dreams, ndoto zilizobeba hatima. Biblia inasema Mwanzo sura 37 mstari wa 3. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. 5. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. 7. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. 9. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikiniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi? 11. Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake alilihifadhi neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen, amen, amen. Baba, asante kwa rehema, asante kwa ukuu wako, asante kwa nguvu zako. Baba, ninaomba roho mafunuo akawe juu yetu. Roho mafunuo akatufunulie yale ambayo tunatakiwa tuyapate, na ili neno likatufungue katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo maandiko yanamtambulisha Yusufu kama mtoto aliyependwa na Israeli kuliko watoto wake wote. Haleluya. Maandiko yanamtambulisha Yusufu. Kwa hiyo cha kwanza nataka tumuelewe Yusufu. Hebu sema Yusufu. 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 Nataka tumfahamu Yusufu na sifa ambazo zimemzunguka Yusufu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tumuelewe Yusufu. Yusufu alikuwa ni nani? Yusufu alikuwa ni mtoto wa Israeli. Israeli alikuwa ni nani? Israeli ni Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina Israeli alipewa na nani? Alipewa na nani? Hello. Hello. Bible study hapa iendelee. Jina Israeli alipewa na nani? Na Bwana alipokuwa anaishi. Alipewa na Bwana. Na Bwana. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu sema Yusufu. Yusufu ni mtoto wa Israeli. Ni mtoto wa Israeli. Na Israeli ndiye Yakobo. Ndiye Yakobo. Kwa hiyo Yusufu ni mtoto wa Yakobo. Wa Yakobo. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kuwa mtoto wa Yakobo na kuwa mtoto wa Israeli. Listen to me. Nisikilize. Listen to me. Nisikilize. Kuna tofauti kati ya kuwa mtoto wa Israeli na kuwa mtoto wa Yakobo. Ingawaje Yakobo ni huyo huyo na Israeli ni huyo huyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yakobo hajabeba agano. Yakobo hana urithi. Israeli ni jina lililobeba agano. Ni jina lililobeba urithi. Ni jina lililobeba baraka. Amen. Unapomtambulisha Yusufu kama mtoto wa Israeli, unamtambulisha Yusufu kama mtoto wa agano. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe Bwana akakutambulisha kama mtoto wa agano. Amen. Na ukapendwa na agano. Amen. Ukapendwa na agano. Amen. Ukawa mtoto aliyebeba agano. Amen. Na ukalisi agano katika jina la Yesu. Amen. Nani ananielewa ninaweza kusema? Amen. Nani ananielewa ninaweza kusema? Amen. Haleluya. Amen. Unaposema huyu ni mtoto wa Israeli, maana yake ni mtoto anayetembea kwenye agano. Ni mtoto ambaye future yake inakuwa defined na agano. Agano anatembea na uzao wa Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa
Kwa hiyo angalia, umependwa na mtu aliyebeba agano. Umependwa na mtu ambaye mbingu zina mafungamano naye. Karama shopra huda barenta maruka zaresh. Brade bori barabasi atabarabasi. Angalia, alipendwa. Sema alipendwa. Alipendwa. Sema alipendwa. Alipendwa. Unaelewa maana kupendwa? Maana kama alipendwa kuliko watoto wote. Kupendwa kuna maanisha favor, kuna maanisha kibali, kuna maanisha upendeleo. Kwa sababu kama ukipendwa na bosi, ukipendwa na wazazi wako, ukipendwa na watu, kibali kinakuwa juu yako, na kuna vitu huwa vinaambatana na ile hali ya wewe kupendwa. Na sasa iko hivi, kama mko wengi ukapendwa wewe, kuna kibali cha upendeleo kinaongezeka kwako. Kuna favor inaongezeka kwako. Amen. Roho ya kupendwa ile juu yako kwa jina la Yesu. Napokea. Wewe hautachukiwa kwa jina la Yesu. Napokea. Hautachukiwa na majirani. Napokea. Hautachukiwa kazini. Napokea. Hautachukiwa shuleni. Napokea. Hautachukiwa nyumbani. Napokea. Kibali cha Bwana kile juu yako. Napokea. Kibali cha Bwana kile juu yako. Napokea. Nasema kibali cha Bwana kile juu yako. Napokea. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Mtu ananielewa vizuri? Amen. Mwambie jirani yako, mwambie wewe kuanzia leo. Wewe kuanzia leo Unaenda kupendwa. unaenda kupendwa. Utapendwa na Bwana. Utapendwa na Bwana. Utapendwa na wanadamu. Utapendwa na wanadamu. Utapendwa na mbingu. Utapendwa na ndugu. Dunia itakupenda. Dunia itakupenda. Haitakuchukia. Haitakuchukia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nani ananielewa ninachosema? Amen. Kuna sifa njema za Yusufu. Moja wapo mtoto wa agano. Namba 2, Yusufu alipendwa. Na vyote vije yako leo. Napokea. Vyote vije yako leo. Napokea. Katika jina la Yesu. Napokea. Listen to me. Nisikilize. Listen to me. Sikiliza. Angalia mstari wa 3. Angalia mstari wa 3. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Mara nyingi ilivyo kwenye familia, mapito ya firstborn hayafanani na ya lastborn. Nani ananielewa? Amen. Firstborn anazaliwa familia haina uwezo. Wangapi mnanielewa hiyo? Amen. Firstborn anazaliwa familia iko na kitanda kimoja ndio inaanza. Nani anaelewa hiyo? Amen. Firstborn kazi zote zake. Nani anaelewa hiyo? Amen. Lakini lastborn kwanza nakuta hata wazazi wameishiwa nguvu, wamechoka. Ukali wote umeisha. Vilastborn vingi vinadeka sana. Wewe uangalie, waulize hata walimu. Mtoto kama msumbufu anadeka shule unasikia. Swali la kwanza, kwani wewe ni wangapi? Akisema ni wa mwisho wanasema ndio maana. Sema ndio maana. Ndio maana. Haleluya. Amen. Kwa sababu hiyo firstborn they are tough. They are tough. Lastborn ni watu wa kudeka. Ni watu wanaopenda attention. Wanapenda popote. Wewe mwangalie lastborn ambayo uko naye karibu. Ni watu hata ambao akienda kanisani anataka watu wamwangalie, wamtambue na wambekee na wamjali. Asipojaliwa anahama kanisa. Nini? Kwa sababu alizaliwa kuna kina kaka, kina dada wametangulia. Kwa kila kitu acha mtoto. Kila kitu wewe mpe. Wewe mpe. Anakuwa na hiyo hali mpaka anaenda. Sababu yeye ni nani? Lastborn. Amen. Wewe mwangalie lastborn. Hata anaposinzia tu anasinzia kwa namna yake. Lastborn kanakuwa dada huyo amekabeba ameweka mgongoni, huyo amechoka, mwingine amepokea mgongoni, ni kama mtu karaha hivi. Akajezoea shuruba. Huyo amekapa hiki, ni lastborn, nimetaja mtoto kila mmoja, mtoto. Kanakuwa namna hiyo. Wewe mwangalie jirani yako, gundua kitu kama lastborn. Utasikia walio. Kwa sababu kuanzia mdogo ameshazoea attention. Lastborn they attention seekers. Lastborn they attention seekers. Ni watu wanaotafuta kutizamwa. They attention seekers. Ni watu wanaotafuta kutizamwa. Kwa kutizamwa. sababu kuanzia wakiwa wadogo na wananuna na kuzira haraka sana. Big enough with lastborns. Kuwa makini na wazaliwa wa mwisho. Wewe mseme kidogo tu. Na pale nyumbani na utakuta wewe ndio familia zenye watoto wa kwanza mpaka wa 8. Lastborn yule atachukiwa na wengi. Kwa nini? Anakuwa na kaupendeleo fulani. Nani amegundua hilo? Amen. Nini? Utasikia tu mwache mtoto. Sema mwache mtoto. Mwache mtoto. Haleluya. Amen. Wewe umefanya nini mtoto? Mtoto amezoea mazingira hayo. Yaani ameshazoea kila mmoja na peti. Na ndio maana lastborn ukimwacha asome day ndio umemharibu kabisa. Unataka umpeleke kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kule hamna lastborn. Kule ni kugombaniana kila kitu. Ukichelewa chakula nyumbani umezoea na kuacha mtoto, kule hata cha mtoto ni vita.
Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisimama basi nipunga mkono hapa, hamna atakayenyosha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hasa kuna wazazi wote wanamwangalia hiyo. Na saa hiyo wazazi wameshakuwa na umri, umefanyaje? Umesogea. Kuna katoto kamezaliwa hapo, wazazi wana miaka 40 hapo. Unafikia katoto kwa jina gani? Akaka kamezaliwa, wazazi wana miaka 20 na. Haleluya. Haleluya. Amen. Nani ananielewa ninachosema? Amen. Watu hawataki hivi. Tunataka basi tuache bwana. Hebu tuache kidogo. Tupumzishe, achana na sisi kwanza. Haleluya. Kwa hiyo alipendwa na baba yake, alichukiwa na ndugu zake. Alipendwa na baba yake, alichukiwa na ndugu zake. Unaelewa maana yake nini? Ni mtu aliyekaa katikati ya upendo na chuki. Ni mtu aliyekaa katikati ya upendo na chuki. Akigeuka huko anaona upendo, akigeuka huko anaiona chuki. Kuna watu mwaika kwenye mazingira ya aina hiyo. Kuna watu wanakupenda sana na kuna watu wanakuchukia sana. Nani ndio ninachokisema? Umekaa katikati ya upendo na nini? Na chuki. Bosi anakupenda sana, wafanyakazi wenzio wanakuchukia sana. Kuna majirani wawili wanakupenda sana, the rest wanakuchukia sana. Umeishi katikati ya upendo na chuki. Panahitaji hekima ya hali ya juu hapa. Ukiishi mazingira ya upendo na chuki, ujue penda na kuna busara ya kuongea na wanaokuchukia. Na unatakiwa na hekima ya kwenda nao wote. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Amen. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Amen. Yaani ujue kuchukuliana nao wote ili maisha yaende. Kwa nini? Unawahitaji wanaokupenda, unawahitaji wanaofanyaje? Wanaokuchukia. Ukiwa na wanaokupenda tu, watakusifia hata unapoharibu. Wanasema, uko vizuri, uko vizuri, endelea, tupo mbele. Chochote utakachofanya hata upige mapooza, wao watasema you are good. Wanaokuchukia muda wote wanaangalia umekosea wapi. Yaani wao wanatafuta makosa yao tu ili wanyoke na wewe. Nani ananielewa hapa leo? Amen. Nani ananielewa hapa leo? Amen. Na wenyewe ni wazuri, wanatufanya tukamilike. Haleluya. Wanatufanya tujikosoe. Haleluya. Amen. Wanatufanya twende mbele. Haleluya. Amen. Ndio wanatupa nguvu ya kupambana na maisha. Haleluya. Amen. Ndio wanatupa nguvu ya kutafuta Bwana. Amen. Wasingekuwa hapo sawa, kuna watu msingekuwa hapo hapa. Wasingekuwa hapo wanataka kukutoa leo, kuna watu msingekuwa hapa. Amen. Kuna watu msingeamka usiku kuomba. Amen. Kuna watu msingefunga. Amen. Kuna watu msingepambana. Amen. Haleluya. Amen. Wasingekuwa hapo wanaokuchukia. Na wenyewe kuna nguvu wanaizalisha ndani yako. Chuki za watu zinazalisha nguvu ndani yako. Moja zinazalisha nguvu ya kuapprove wrong. Kwamba mimi sipo mnavoza nyewe. The moment unataka kuapprove wrong unakuwa bora siku baada ya nini? Baada ya siku. Yaani Mungu hawezi kukuacha asikuachie watu kadhaa ambao wanaangalia tu unachokosea. Alafu wao mazuri hawayaoni. Wao wako na usiwalaumu kuto kuyaona mazuri. Kazi yao ni kuyaona mabaya. Nielewe hiyo leo. Kazi yao ni kuyaona nini? Mabaya. Kazi yao si kuona mazuri. Kazi yao ni kuyaona mabaya. Na wamekaa pale ili wahakikishe ukifanya mabaya they punish. Wanakuadhibu. Na watakuadhibu kisaikolojia. Wanasubiria udondoke. Utafanya mambo mengi mema hayawahusu kwa sababu hakuna roho njema ndani yao. Kwa hiyo hawawezi kuyaona mambo mema. Wamebeba ubaya. Kwa hiyo wao macho yao yamekaa ili wauone ule ubaya na wakuadhibu kwa sababu ya ubaya. Amen. Kara mazura kuya sabra huda bari abante bana. But let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. Let me tell you something. Ngoja niwaambie kitu. Wabaya wako watasubiri anguko lako na hawatamuona katika